wamelazimika kukesha kwenye kibaridi kufuatia mafuriko yaliyosomba nyumba zao, shule na maduka. Hii ni baada ya mvua kubwa iliyonyesha katika msitu wa Bururu, huku yakitiririka maji hayo na kuingia katika maduka yaliyo karibu na eneo hilo. Zaidi ya familia 100 kutoka Ndabibi huko Naivasha wamewachwa bila makao. Hii ni kufuatia mafuriko yaliyosomba nyumba zao, shule na maduka. Hii ikiwa baada ya mvua kubwa kunyesha katika msitu ulio karibu wa Eburu. Mwathiriwa Simon Narokora anasema kuwa mazao ya shambani na mifugo yalisombwa na maji na kuongeza kuwa ni bidhaa chache zilizookolewa wakati wa kisa hicho cha usiku. Shule hakuna sasa, sijui watoto wataingia wapi. Makuku yenye inalalia mayai imebebwa leo, mapaka imebebwa, kila kitu ya chini libebwa na maji. Juu hii mvua bado inaendelea, ikinyesha tu kidogo atulali kwa maboma. Mvua haikuwa hapa lakini ilinyesha mlimani. Kwa hiyo maji yakachukua mkondo na yakatupata kwa kazi mwendo wa saa 2 usiku. Na kuanzia hapo ikajaa manyumba, ikabeba vitu vingi na hata ikaharibu chakula. Kulingana na kiongozi wa zamani wa eneo hilo Gathariki Kamanu, zaidi ya familia 100 ziliathiriwa na mafuriko ambayo yaliwashangaza, akitaja tatizo hilo kutokana na kuzibwa kwa mifumo ya kupitisha maji katika eneo hilo. Zaidi ya watoto zaidi ya 2000 wameathirika kwenda mashuleni na pia watu kwenda kazini kwa sababu kuna makampuni mengi ambayo yanatuzingira. Hii ni njia ya maji, ni mto, na ilikuwa tumefukua miaka 3 iliyopita. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa, tunahitaji excavator ije ichimbue kama idisilt njia hii yote ya maji, maana maji haya yanaelekea mto wa Lake Naivasha. Hapo awali mafuriko kama hayo kutoka milimani yamesababisha vifo vya watu wengi, nyumba na mashamba kusombwa na maji, huku barabara kuu zikiwa hazipitiki. Ni vizuri kuzuia kuliko kuponya, kwa sababu sasa wakati tunaelekea dakika hii, tunaona kule imeanza kuwa nyeusi katika mlima, tumeanza kupata wasiwasi. Arnold Adidi, TV47.